January Nchimbi, na katika mada ambayo tutakaizungumzia leo inahusiana na ijue pasada kwa undani. Ijue pasada kwa undani. Unataka kusikia habari ya pasada, na kama hujasikia kabisa basi leo usikae mbali na meza ya majadiliano ndani ya Kahawa au Chai siku ya leo, ili uweze kujua. Na kama ulikuwa unajua juu tu, basi leo utajua kwa undani. Ndio maana mada inasema ijue pasada kwa undani. Wageni wangu hapa studio siku ya leo si wengine, ni Dr. Anna Majule. Yeye ni msimamizi wa vituo vya matibabu pale Pasada. Yeye ni msimamizi wa vituo vya matibabu pale Pasada. Dr. Anna, karibu sana. Asante sana. Hapa ndio Tumaini Television. Asante na hususan kipindi hiki cha Kahawa au Chai sehemu ya pili, meza majadiliano. Asante sana. Jisikie nyumbani. Amina. Naam, asante sana. Lakini pia pamoja naye amefuatana na mwenzake ambaye huyu si mwingine ni Eriana Wilbert. Huyu ni pia msimamizi wa takwimu pale Pasada. Masuala ya takwimu, kwa sababu shughuli zinazofanyika Pasada zinahusiana na takwimu. Watoto wa siku hizi au vijana wa siku hizi Gen Z wanafahamu sana kwa sababu data. Maana mambo ya teknolojia bwana, ukizungumzia teknolojia siku hizi hawasemi takwimu, wataji sana takwimu, wanasema data. Basi yeye ndio mtaalamu wa mambo ya pale Pasada, kwa sababu kila kitu kinahifadhiwa na mambo yanakaa sawa sawa. Karibu sana dada yangu. Asante wangu kwa kushiriki katika kipindi hiki. Asante. Bila shaka Pasada salama kabisa. Kuko salama na tunawakaribisha. Asante sana. Naam. Na mimi kama nilivyosema January Nchimbi, kwa niaba niwashukuru sana wenzangu nyuma ya kamera ambao wanashughulika kuhakikisha mambo hapa yanakwenda sawa sawa. Na kama nilivyosema leo tunazungumzia juu ya ijue pasada kwa undani. Ndio. Mimi mwenyewe nilikuwa naisikia tu pasada, lakini kwa undani hapana. Hili neno kwa undani limepatia kweli mada yetu ya siku ya leo. Mimi nilikuwa naisikia pasada, lakini kwa undani hapana. Nilikuwa sisipo, lakini leo nitafahamu. Sasa kwa kwanza tu basi ningependa kujua tunapozungumzia pasada ni kitu gani? Kwanza tungepata ili neno pasada lazima ndio lilivyo au ndo kifupi chake, na vitu vya namna hiyo kwanza, alafu mtuelezee vizuri na mtazamaji wangu pale aweze kunufaika. Pasada ni kitu gani, Dokta? Asante sana ndugu mtangazaji. Pasada ni shirika la dini, shirika lisilo la kiserikali, na linafanya kazi chini ya Jimbo Kuu la Katoliki Dar es Salaam. Kwa Pasada inatoa huduma mbalimbali, inahudumia watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, lakini pia inahudumia watu wenye magonjwa mengine. Kwa hiyo inahudumia jamii nzima kwa ujumla bila kuangalia kabila, ni dini. Kwa hiyo inahudumia watu wote kwa ujumla. Hiyo ndio Pasada. Hiyo ndio Pasada. Ndio. Na kwa hiyo kuanzishwa kwake au kusajiliwa kwake kunaainisha kwamba lengo hasa ni nini la Pasada? Pasada ilianzishwa mwaka 1992. Na ilianzishwa kwa lengo la kuhudumia watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Kama tunakumbuka kipindi kile watu walikuwa wanatengwa, wananyanyapaliwa. Kwa hiyo Pasada ilikuja kwa ajili ya kuhudumia wale watu ambao walikuwa wako katika mazingira mabaya. Yaani wanatengwa, wanaonekana kama wanaumwa ugonjwa wa ajabu. Kwa hiyo ilikuwa inawahudumia kisaikolojia, kiroho, lakini pia kimatibabu. Yes. Kumbe lilikuja wakati wa janga. Wakaona kwamba hapa Pasada tukianzisha inaweza ikawa na msaada mkubwa kwa jamii. Ndio. Na unanyongeza? Labda kama ulivyouliza ni ongeze, ambapo daktari ameelezea kwamba Pasada ni kitu gani. Kwa kuelezea labda Pasada ni kifupi. Lakini kina maneno yake marefu. Na ni Kiingereza lakini pia tutatafsiri kwa Kiswahili. Kwamba ile P inasimama badala ya pastoral. Pastoral. Na A inasimama badala ya activity.
activity. Na S inasimama badala ya services, kwa hiyo activity and services. Okay. A inasimama badala ya services, PASADA, pastoral activity and services for AIDS and HIV people, Dar es Salaam Archdiocese. Kwa hiyo D inasimama badala ya Dar es Salaam na A inasimama badala ya Archdiocese, jimbo kuu la Dar es Salaam. Jimbo kuu la Dar es Salaam. Kwa hiyo ni huduma kwa wagonjwa, huduma za kichungaji kwa wagonjwa au kwa wateja wale ambao wameathirika na virusi vya ukimwi, jimbo kuu la Dar es Salaam. Na kama alivyosema lilianzishwa huo mwaka 1992 baada ya jimbo kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwahudumia hawa wenzetu ambao walikuwa wanatengwa, wanapima, wanaonekana wana hiyo changamoto ya virusi vya ukimwi, lakini kipindi hicho kulikuwa hakuna huduma. Namna gani ya kuwahudumia, namna gani ya kuwatibu. Kwa hiyo jamii ilikuwa inawatenga, ilikuwa inaona ni watu ambao kwenye jamii hawafai. Lakini jimbo kuu la Dar es Salaam likaanzisha hiki chombo cha au ili shirika la PASADA ili liweze kuwahudumia hawa wenzetu ambao walikuwa wanatengwa kwenye jamii. Lakini kuwahudumia namna gani? Ni kuwapa matibabu kulingana na jinsi mgonjwa anavyokuja, lakini hasa kuwatia moyo. Na ndio maana tunasema ni huduma za kichungaji, kuwatia moyo, zile pastoral activity, huduma za kichungaji ili waweze kutiwa moyo, na kipindi hicho wanasema kuishi kwa matumaini. Kwa hiyo ilikuwa kuwawezesha waishi kwa matumaini kwamba wamepata ugonjwa sawa, lakini wanaishije, waishi kwa matumaini. Kwa hiyo jimbo iandaa hiyo PASADA au ikaanzisha PASADA ili iweze kuwahudumia. Na kipindi hicho wagonjwa walikuwa ni wengi, na mpaka sasa hivi tuna wagonjwa wengi. Mpaka sasa hivi kwa vituo ambavyo tunavyohudumia tuna vituo 25 ambavyo hivi vituo 25 viko mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Pwani, na ni vituo ambavyo viko chini ya jimbo kuu la Katoliki Dar es Salaam. Kwa hiyo basi hiyo ilikuwa unaanza kuijua sasa PASADA tafsiri yake. Mpenzi mtazamaji, kama ulikuwa hujui kabisa PASADA ni kitu gani, bila shaka umepata mwanga. PASADA ni kitu gani? Na tumeambiwa hapa ni kumbe ni shughuli hasa za kichungaji zilikuwa za malengo, lakini katika swala hili kichungaji, shughuli za kichungaji katika kutoa huduma kwa hasa wakati ule kwa wale watu waliopatwa na janga hili la maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi na ukimwi na wenye shida zaidi. Walikuwa wakaona kwamba afadhali tu wachungaji wetu jimbo likaona kwamba angalau na lenyewe lishughulike na watu wa namna hiyo, kwa sababu hawa nao ni watu wenye sura na mfano wa Mungu. Lakini pia tunaambiwa katika maandiko kwamba amri kuu ni upendo. Kwa hiyo mambo haya yote yanashadidia kuanzishwa kwa PASADA. Sawa kabisa. Na sasa nirudi tena kwenye kuijua PASADA kwa undani. Pamoja na shughuli hizo zote kulikuwa ndio na swala hilo la masuala ya kushughulika na watu wa namna hiyo na shughuli za kichungaji, ndio hao wachungaji wameanzisha. Sasa natamani sana kujua kuna shughuli zozote za kichungaji zinafanyika ndani ya PASADA wakati hizo shughuli zinaendelea, na pia kwenye hizo huduma ambazo zinatolewa za kimatibabu ni shughuli gani hizo ambazo zinatolewa? Nikiongelea kwa upande wa matibabu sasa. Katika upande wa matibabu kuna huduma mbalimbali tunatoa. Huduma ya kwanza tunatoa ushauri. Ushauri nasaha na kupima maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa tunatoa ushauri nasaha kwa watu tofauti tofauti. Kwa mtu mmoja anapokuja tunatoa ushauri nasaha, lakini pia tunatoa ushauri nasaha kwa wale wateja ambao wamepata maambukizi lakini wenza wao bado hawajui kama wana maambukizi. Kwa tunawashauri, wanawaleta wenza wao, tunawashauri na wenyewe pia tunawapa tunawapima virusi vya ukimwi.
lakini pia pamoja na watoto wao ambao wako chini ya miaka 15. Lakini pia tunatoa ushauri nasaha kwa wenza wanandoa kabla ya kwenda kufunga ndoa. Kwa wanakuja pale pia wanapata ushauri pamoja na kupima virusi vya ukimwi. Pia tunatoa ushauri kwa wagonjwa ambao wako maudini, wamelazwa, wagonjwa walioko majumbani ambao wanatamani kujua afya zao, pia tunawapa hiyo huduma ya ushauri nasaha pamoja na kupima. Lakini pia tukishafanya ushauri nasaha, wale wote ambao wanagundulika kwamba wana maambukizi ya virusi vya ukimwi, tunatoa huduma ya kutoa matibabu ya kufubaza virusi vya ukimwi. Tunakupa ushauri, tunakupa pia ushauri wa kutumia dawa. Kwa tutakuanzishia dawa, utaendelea kutumia dawa, lakini pia tutaendelea kukufanyia vipimo vile ambavyo vinaambatana na matumizi ya dawa ili kuangalia maendeleo ya mteja husika anayetumia dawa. Lakini pia hatuishii hapo. Tunafanya uchunguzi wa magonjwa yasiyoambukiza kama kisukari, kama presha, pia tunafanya uchunguzi. Lakini pia tunafanya uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi. Hizo huduma zote tunazitoa kwenye upande wa tiba. Lakini pia tunafanya uchunguzi wa kifua kikuu na matibabu. Kwa wateja tunawafanyia uchunguzi, lakini wale wanaokutwa na maambukizi ya kifua kikuu tunawapa pia matibabu. Hizo huduma zote zinatolewa kwenye kitengo cha tiba. Lakini pia tuna huduma maalum kwa ajili ya watoto. Kama tunavyojua watoto wako kidogo wana mahitaji yao. Kwa hiyo watoto huwa hatuwachanganyi na watu wazima kwenye zile kliniki zao. Kwa wale watoto wote ambao wanaishi na maambukizi, tumewapa huduma zao special. Yaani wanakuja wakiwa wao peke yao. Kwa hiyo tunapata muda mzuri wa kukaa nao, tunaongea nao kwa kirefu, tunawapa ushauri wa kisaikolojia, lakini tunawapa ushauri wa afya ya uzazi na jinsi gani waweze kuishi wakiwa na maambukizi. Lakini pia tunatoa huduma ya kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Katika kliniki zote za mama na mtoto ambazo ziko kwenye vituo ambavyo tunavisimamia, tunatoa pia ushauri kwa hao mama wajawazito wanaokuja wakiwa ni wajawazito. Tunawapa ushauri, lakini pia tunawapima. Tunawapima wale wanaoonekana kwamba wana maambukizi, tunawaanzishia dawa ili wasiweze kuambukiza watoto ambao wanatarajia kujifungua. Lakini pia wale ambao hawana maambukizi pia tunawapa ushauri ni jinsi gani waendelee kuishi ili wasipate maambukizi. Na tunawashauri ni vizuri wakaja na wenza wao. Kwa sababu kwa mama ambaye ana maambukizi tunashauri akiwa na mwenza wake inakuwa inasaidia vizuri sana kwa kumlinda huyu mtoto ambaye anatarajiwa kuzaliwa. Akiwa mama peke yake kidogo anaweza akawa anashindwa kutimiza yale malengo ambayo tunatamani afanye ili asiweze kumwambukiza mtoto. Kwa ufupi hizo huduma tunazitoa PASADA. Mpenzi mtazamaji, kama utakuwa na swali au ushauri au maoni, basi usisite kuandika ujumbe mfupi kupitia namba hii 0742 77 34 44 0742 77 34 44. Tuandikie hapo ujumbe mfupi au swali. Hapa wageni wetu, wataalamu wetu watatujibu hapa. Na kuna kwa sababu PASADA inafanya chini ya usimamizi wa Jimbo Katoliki la Dar es Salaam. Kwa hiyo shughuli zenu maana yake zipo chini ya wachungaji hawa wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Na jinsi PASADA ilivyokuwa tafsiri inasema na pastoral, maana yake uchungaji, pastoral activity the services. Kwa hiyo sasa kuna shughuli zozote au kwa wakati wa semina nani wachungaji wanasemaga maneno fulani ya kuencourage kama wafanya kazi, au na wao kwa mwingine kukiwa na watu wakipata fursa wanaongea vitu fulani vya kuwapa faraja wateja wenu na vitu vya namna hiyo, au namna gani? Mama Harriet. Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kweli kama tulivyosema kwamba ni huduma za kichungaji, na vituo tunavyovisimamia viko chini ya parokia, na sisi tunafanya kazi pia na parokia.
kule kwenye parokia zetu kuna kamati za afya za parokia, na zile kamati za afya za parokia ndizo tunazofanya kazi nazo na vituo vile vya afya ambavyo viko kule kwenye parokia. Kwa hiyo endapo mgonjwa atahitaji huduma ya kiroho wakati wa huduma zetu, sisi tunamlink pale ambapo yupo ili aweze kupata huduma zile za kiroho. Lakini pia tuna huduma zetu za tunazotembelea wagonjwa wale ambao hawajiwezi majumbani, tunaita home based care, palliative care. Kwa hiyo pia tunapoenda kuwatembelea wagonjwa, kuna wale wagonjwa ambao wanahitaji huduma za kiroho. Kwa hiyo kama mgonjwa atahitaji huduma za kiroho, basi tunaripoti kwenye zile kamati za afya za parokia. Wao wana ule utaratibu wao namna gani parokia inapoenda kutembelea wagonjwa. Kwa hiyo tunashirikiana nao kwa namna ile. Kwa hiyo huduma za kichungaji, kwa hiyo tunafanya kazi na parokia, lakini tunafanya kazi na zile dispensary, na zile dispensary administrator wao au viongozi wao ni masista. Wengi ni masista. Kwa hiyo kukiwa na mgonjwa yoyote anayehitaji hiyo huduma, basi wanapata. Lakini pia kwenye vituo vyetu ambavyo tunavisimamia kwenye zile kliniki za CTC, kwa sababu tunafanya kazi na hawa masista, ni kwamba kila siku tunashirikiana pamoja. Asubuhi tunakuwa tunasala, lazima tusali kwa ajili ya kuombea shughuli zetu, kwa ajili ya kuombea wale wagonjwa wetu ambao tunawaona kwa siku hiyo, lakini pia na wao wanashiriki pamoja na sisi wakati wa kutoa huduma. Kwa tunapotoa huduma, tunapotoa elimu ya afya pia na huduma hizi za kichungaji kwa wale ambao wanahitaji, tunawalinki na wenzetu ambao wanatoa hizo huduma ili waweze kufikia malengo yao na kupata zile huduma ambazo wanazihitaji za kiroho. Lakini si kwa Wakatoliki tu, kwa sababu sisi tunahudumia mtu yoyote, hata Waislamu. Nataka niseme kwamba mkipata mgonjwa ambaye si Mkatoliki, mnafanyaje? Pia kamati za parokia zinafanyaje? Tunafanya kazi pia na misikiti. Tunafanya kazi pia na misikiti, na kama kuna mteja wetu ambaye anahitaji huduma ya namna hiyo, tunamlinki kwa shehe. Kwa hiyo pia tunafanya kazi na wenzetu wa msikitini. Kwa hiyo sio kwamba tumejitenga ni parokia tu, hapana. Na kwa sababu tunahudumia watu wote bila kujali anasali wapi, ni nani, watu wa rika zote na watu wa makabila yote. Kwa hiyo hivi ndivyo tunavyofanya kazi zetu. Dokta. Yes. Maswali mengine ya Dr. Anna, mengine yote mnaweza mkajibu. Kuna hivi vituo ambavyo mnasema za kimatibabu ambavyo vipo katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Hivi vituo mmejivijenga kwenye hizo parokia au vingine vya serikali au watu binafsi mmejilinki kwa namna moja au nyingine? Nipenda ufafanuzi hapo. Okay, asante sana. Hivi vituo ambavyo tunavyofanyia kazi ni viko ndani ya hospitali ambazo ziko ndani ya jimbo kuu la Dar es Salaam, yaani kwenye parokia. Kila parokia zenye hospitali na sisi kitengo chetu kipo mle ndani. Na hapa kwa Dar es Salaam tuko kwenye wilaya zote 5. Katika wilaya hizo 5 za Dar es Salaam tuna vituo takribani 18 kwa Dar es Salaam. Kwa pale ambapo unaona kuna hospitali ndani ya parokia, basi ujue na sisi tupo mule ndani. Kwa tunafanya kazi kwa kushirikiana na hospitali husika. Kwa sisi tunakuwa ni kitengo ndani ya hospitali iliyopo. Na kwa upande wa Pwani tuna vituo takribani 6. Na vyenye vituo vyetu viko ndani ya kanisa Katoliki. Kwa tunafanya karibu zaidi na kanisa Katoliki kama tulivyosema mwanzo kwamba tuko chini ya jimbo kuu la Katoliki la Dar es Salaam. Na makao makuu yako wapi ya Pasada? Makao makuu ya Pasada yako Temeke Chang'ombe, ndani ya kanisa la RC Chang'ombe. Parokia ya Chang'ombe. Okay. Penzi mtazamaji, makao makuu ya Pasada ni pale parokia ya Chang'ombe. Mambo yote yako pale. Pale ndio wanakaa mabosi wa Pasada. Hata mimi hapa sasa nikitaka kumtafuta bosi wa Pasada na kwenda Chang'ombe, headquarter. Kabisa. Tutaonana tu. Tutawatembelea.
Asante sana kwa ufafanuzi huo Dr. Anna. Jambo jingine ni kwamba huduma hii mnayoifanya ina wateja wengi sana. Yaani kama wateja wa chumvi vile. Kwamba chumvi bwana haikosagi wateja. Kweli. Sasa kwa kuwa ni watu wengi mnaowahudumia, kama wafanyakazi ikoje? Yaani wafanyakazi wanatosha? Merit. Asante, ni kweli tunahudumia wagonjwa wengi mpaka sasa hivi. Kwa vituo vyetu vyote 24 ambao tunafanya navyo kazi, tuna wagonjwa 28,000 ambao ni hai na wanakuja kupata huduma kwa kila mwezi kwenye vituo vyetu. Kwa hiyo ni wagonjwa wengi, na kwa wafanyakazi ni kweli wafanyakazi hawatoshi, hatutoshi kabisa. Na kingine ni kwamba PASADA inategemea wafadhili, haitengenezi pesa, kwa sababu huduma tunazotoa ni bure kabisa. Mgonjwa wetu au mteja wetu yote anayekuja hatoi hata shilingi 100. Ni huduma bure, tunasema free of charge, yani ni huduma bure. Kwa hiyo hizi huduma zinatolewa kwa kutegemea wafadhili, na tunajua wafadhili kadri siku zinavyozidi kwenda, wagonjwa wanapozidi kuwa wengi, ile pesa inayotolewa inakuwa haitoshi. Na ndio maana pia tuko hapa kuhamasisha watu wenye mapenzi mema. Tuna huduma nyingi ambazo tunahitaji kuwapa wagonjwa wetu, lakini wakati mwingine tunashindwa kuwapa kwa sababu ya rasilimali tulizonazo hazitoshi, ikiwemo pia na wafanyakazi. Na kama tulivyosema, tuna huduma za wagonjwa majumbani, wale wasiojiweza na ambao wako kwenye mazingira hatarishi. Wengi tunawaanzishia dawa, lakini wakati mwingine utakuta ule ufuasi wao wa dawa unakuwa sio mzuri sana. Mtu anakuambia kwamba sijala chakula, nimeshindwa kumeza dawa kwa sababu ya chakula. Kwa hiyo watu wa namna hii wanahitaji kupewa support ili waweze kumeza dawa zao vizuri na wafubaze virusi, na mwisho wa siku wapate nguvu, warudi waendelee na shughuli zao kama kawaida. Kwa hiyo kama PASADA wakati mwingine tunafika mahali tunashindwa kuwapa hizi huduma kwa sababu ya rasilimali tulizonazo hazitoshelezi. Na hivyo hazitoshelezi. Kwa hiyo pia tunawaalika watu wale wenye mapenzi mema na ambao wanaweza kuisapoti PASADA ili tuweze kuwapa hawa wenzetu huduma kamilifu, na wao wajisikie wapone, warudi walitumikie taifa lao. Mpenzi mtazamaji, nasikia PASADA wanasema wajomba kutoka ng'ambo, kutoka abroad wameisha. Kwa hiyo hizi ni wajomba wa humu ndani ya nchi. Kwa hiyo ili huduma hii iendelee kusonga mbele, basi inapokuwa kuna uwezekano wa kuichangia PASADA, basi tusione ugumu. Na hapa ni tukumbuke kwamba ni vituo au ni chombo ambacho kinasimamiwa na askofu na mapadre, ni la kichungaji. Kwa hiyo ukifanya hivyo unashiriki kazi ya Mungu ya kuonyesha upendo, kuwahudumia watu wengine, lakini ukarimu. Wafanyakazi mna ukarimu kwa wagonjwa, si kila siku mnahimizwa wagonjwa wakiwa muonyeshe ukarimu. Sije PASADA mkoje huko? Sisi tuna ukarimu. Yaani sisi tuna ukarimu. Kwa sababu kauli mbiu yetu tulionayo sisi ni kuwahudumia kwa upendo. Kuwahudumia kwa upendo. Hiyo ndio kauli mbiu ya PASADA. Yaani hiyo ndio tunayo. Kwa tunawahudumia kwa upendo. Kwa upendo upo mwingi, tunahudumia vizuri bila kuwanyanyapaa, tunawajali. Mpenzi mtazamaji, ukienda PASADA, ukarimu ni wa hali ya juu, lakini upendo hasa ndio umetawala pale. Kwa hiyo wala usiwe na shaka, na wao wanasema wanafuata sana maadili ya kazi yao, wanaizingatia sawa sawa. Wengine wanasema barabara, sio barabara, barabara. Wanafuata taratibu zao barabara. Basi
Haya yote tunapata hapa ndani ya kipindi cha Kahawa Chai kupitia sehemu hii ya pili, meza ya majadiliano. Na kama nilivyosema, ukiwa na swali usisite, tuandikie kupitia 07 42 77 34 44. Nimeona kuna wengine tayari wameshaandika na mambo mengi, lakini kabla hatujaenda mbele zaidi, ninaona kwamba tupate mapumziko mafupi tu, alafu tutarejea hapa. Tafadhali usiende mbali nasi, maana hatukawii hata kidogo. Tunarejea hapa, tupumzike.